Leo katika kipindi cha Hii Ndio UDOM tunaangaza mwanga wetu kwenye safari ya maendeleo ya mradi wa HIT, mradi mkubwa unaoendelea kutekelezwa na Chuo Kikuu cha Dodoma. Hivi karibuni timu ya watekelezaji na wasimamizi wa mradi ilifanya mafunzo maalum mkoani Arusha. Lengo kubwa lilikuwa kuweka tayari kufunga mradi huo unaotarajiwa kukamilika Juni 2026. Kama tunavyofahamu, HIT ni mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi unaotekelezwa katika taasisi 22 nchini na UDOM ikiwa ni miongoni mwa vinara. Mradi huu ni mkopo nafuu kutoka Benki ya Dunia, yani World Bank, chini ya usimamizi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Hebu tusikie hadi sasa UDOM imefika wapi, nini kinaendelea na hatua ya utekelezaji iko wapi. Main campus tupo hatua ambayo inatupa promise au matumaini kwamba tutamaliza kama mkataba unavyosema ambao ni Disemba, tarehe 20 Disemba miradi ya ilipo main campus natakuwa imekamilika. Pale Njombe tuna majengo 6 yanajengwa na on average tuko 25-30. Kwa hiyo tunaona bado maana tulisaini mkataba Mei mwaka huu. Kwa hiyo tunaona kwamba progress sio mbaya. Kuna gap ameshachelewa, lakini tumeshampa ratiba ya kuhakikisha na recover ule muda ambao ameupoteza. Wale ambao kwa mafunzo ni progress nzuri, kwa sababu kwa mfano tulikuwa na wanafunzi 3 walikuwa wanafanya masters, wote wameshamaliza. Kuna wale wa PhD jumla tulikuwa na wanafunzi staff, kuna wanafunzi 18. Lakini wale masters wote wameshamaliza. Na hawa leo katika program za PhD za uzamivu wapo katika hatua ambao ni wengi, utakuta hapo katika report writing wanaandika dissertation zao. Na kuna mmoja amemaliza ambaye alikuwa South Africa, ameenda kwa speed kubwa sana, na kwa kweli ambao kila mmoja alikuwa Cape Town University amemaliza, yeye amesharudi. Kwa hiyo tunaamini hata wengine ambao wako vyuo mbalimbali ndani ya Tanzania na nje watamaliza. Kwa upande wa TEHAMA tupo hatua kubwa sana, maana ukiondoa shughuli za ujenzi hizi maeneo mengine tupo almost 80-90% ya completion, ambao tunaona tunaenda vizuri. Kwenye TEHAMA ni eneo kubwa ambapo pia lilikuwa na hela nyingi kupitia kwenye mradi, kwa sababu lengo pia moja hapo ni kwa tuna digitize mifumo yetu ya ufundishaji, lakini ya kusupervise na kumonitor progress za wanafunzi. So far tumeweza kuwa na smart classes 3 ambazo zinasaidia sasa kutumika, especially kwenye online presentations za wanafunzi wa postgraduate, PhD na masters, lakini pia hata kufundishia. Baadhi ya walimu tayari wameshaanza kufundisha na tumeshaanza kufanya mafunzo. Tulipeleka walimu wa 14 India kwa wiki 2, wale ambao tayari walikuwa na skills za IT, ili waje kufundisha. Sasa hivi tayari tuna run hizo classes za kuwafundisha walimu kwa ajili ya kuweza kudigitize hizo lectures zao. Ni wazi kuwa shughuli ni nzito. UDOM inatekeleza miradi inayogusa zaidi ya bilioni 50. Miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa maabara ya kisasa, vyumba vya madarasa na kampasi mpya ya UDOM Njombe. Bila shaka tunahitaji kujua ujenzi umefikia wapi, na je, tutamaliza kwa wakati? Kwa upande wa jengo la maabara na la madarasa tunatarajia by Disemba 2025 majengo yote mawili yatakuwa yamekamilika. Njombe kama tunavyofahamu, ile campus ilichelewa kuanza. Mkataba wake wenyewe ulisainiwa tarehe 12 Mei 2025 na tunategemea kumaliza around tarehe 26 Mei 2026. Kwa Njombe pia, baada ya kuona tunachokumbana nacho main campus kwenyewe, acceleration plan tumeianza mapema zaidi. Kwa hiyo kila mwezi tunakuwa na milestones ambazo mkandarasi tumempatia kupitia consultant, na tunakwenda kwenye vikao kuhakikisha kila milestone ambayo tumekubaliana inakuwa imefikiwa. Na so far mkandarasi anajitahidi angalau kila tunavyokuwa tumewekeana milestone anahakikisha anazifikia. Kazi si lele mama. Hapa tunazungumza kuhusu fedha na miundombinu mikubwa.
Kwa kuwa watu wa mafunzo haya walitoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, bila shaka waliongeza uzito kuhusu mambo yanayopaswa kufanyika kabla ya kufunga mradi. Huyu hapa mtaalamu wa ujenzi na mkaguzi kutoka wizara hiyo akieleza hatua ya ujenzi kitaifa, ukaguzi unaoendelea na vigezo vinavyozingatiwa kwa taasisi zote ili kufunga mradi kwa wakati kwenye masuala ya ujenzi. Tunafanya vitu kadhaa. Sasa kwenye sehemu ambazo zina changamoto, baadhi ya maeneo tunajitahidi kuweza kufanya ile close follow up, tunasema ufuatiliaji wa karibu, ili kuhakikisha mradi wetu inapofika mwezi Juni, mwezi wa 6 mwakani 2026 uweze kukamilika. Changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukiiona imekuwa ni kwa sehemu kubwa ni kutokuwa na usimamizi wa karibu wa kutoka kwa mshauri elekezi, lakini pia wakandarasi kukosa kuwa na watu wa kutosha maeneo ya ujenzi au kushindwa kupeleka vifaa vya ujenzi. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya ile intervention ya haraka kuhakikisha hizi changamoto zote zinakuwa addressed mapema sana, ili kuweza kucapitalize kwenye muda unaofuatikiwa. Ni pamoja na kuhakikisha contractor tunampa methodology ya kuaccelerate kufanya kazi kwa uharaka, ikiwezekana na kazi zingine nyingi zifanyike kwa wakati mmoja, ili tu tuweze kuwahi muda wa hiyo financing agreement ambayo inaisha mwezi Juni 2026. Hebu turejee kwa Engineer Stella ili kufahamu yale yote yaliyoelekezwa. Je, tayari anayajua? Na wamejipangaje kuhakikisha majengo yanakamilika, yanakaguliwa na nyaraka zote muhimu zinapatikana? Tutakapokuwa tunakwenda kwenye vikao vyetu vya site meetings za kila mwezi, tutahakikisha haya maelekezo yote ambayo tumeyapata kupitia mfunzo haya tunayafikisha kwa mkandarasi kupitia kwa mshauri elekezi, na pale ambapo itabidi tunaweza kumwandikia barua mshauri elekezi kumsisitiza kwamba ahakikishe mkandarasi ana comply na haya maelekezo ya World Bank. Fedha ya mfadhili huwa na masharti tele. Mradi huu pia unagusa mambo nyeti ya jamii. Hapa tunazungumzia usalama, usawa wa kijinsia, ushirikishwaji wa jamii na mfumo wa kusikiliza malalamiko. Bila hayo, mradi unaweza kuchechemea. Mtaalamu kutoka Wizara ya Elimu, Bi Neema Wilson, anatufafanulia umuhimu wa jamii kushirikishwa na namna malalamiko yanavyopaswa kushughulikiwa kabla ya kuanza hatua za kufunga mradi. Lazima mradi wote watu waufurahie, na wakiufurahia kunakuwa na uhakika wa uendelezaji, sustainability, kwamba kama watu hawajafurahia mijengo wataangalia jinsi ya kulivuruga. Wanaweza kapanga hata jinsi gani walilipue moto, tapanga hata jinsi gani kama ni vitu waviibe. Hapo nikajiuliza swali moja zito. Kwa nini mafunzo ya kufunga mradi yanafanyika sasa kabla hata hatujafika mwisho wa mradi? Na vipi maelekezo yote haya yatazingatiwa? Mwanzoni nilikuwa najua kwamba mradi jengo likamilike, liishe tuhamie. Lakini kupitia mafunzo ni kwamba kuna maandalizi mengi sana yatakuwa fanyike. Na wakati wanadeliver zile seminar zao, nilikuwa naona tumechelewa. Kwa sababu kuna vitu vya kufuatilia. Kuna documentation zinatakiwa ziweke katika kila stage ulionayo. Kuanzia mnasaini mkandarasi, namna uliomprokiwa, consultants na paka ujenzi unaoanza. Ni kila kitu natakiwa kitu, kwa sababu in the end unaposema ile project closure lazima hizo documentation zionekane. Sasa kama hukujiandaa, unasubiri jengo limesha jengo limekamilika na hamia, hutahamia bila hizo documentation kukamilika. Safari haikuishia hapo. Ni muhimu kujua ufuatiliaji unafanyikaje. Mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji, tathmini na mafanikio ya mradi, Profesa Justin Ntalikwa, hapa anafafanua zaidi juu ya hatua walizozichukua na wanazopanga kuzichukua ili kuhakikisha mafanikio ya mradi yanaonekana na mradi unafungwa kwa kuzingatia vigezo na masharti yaliyowekwa. Tunavyokwenda tunaelekea pazuri. Tumekuwa tukipita kila wakati kuweza kuangalia hatua za ujenzi zinavyokwenda na sehemu ambazo wameshafikia. Kwenye kila hatua tunapokuwa tumefika, tumekuwa tukijiridhisha kwamba vitu vyote ambavyo vilikuwa vimepangwa vifanyike katika kipindi hicho vimefanyika. Kwenye eneo la mitaala,
Kwa kweli ipo mitaala ambayo tayari tumeshaitengeneza na sasa hivi imeshafikia hatua ya kuidhinishwa, kwa maana kuwa accredited na TCU, na kwa maana hiyo itaweza kutumika kwenye academic year inayokuja. Mitaala mingine bado iko kwenye stages mbalimbali. Nyingine iko kwenye stage ya kuwakaribisha stakeholders kutoka kwenye industry waje waione, halafu baadaye waifanyie maboresho, halafu ndio iendelee na hatua zake za kuwa approved. Naamini katika kipindi ambacho kimebaki, hii mitaala ambayo bado itaweza kufikia kwenye hatua za mwisho za kuwa approved na Senate, halafu baadaye na kwenda kuwa approved na TCU. Ili kufikia malengo tunahitaji fedha. Ndipo likaibuka swali, je, fedha zipo? Na kama zipo, usimamizi wake ukoje? Na kwa wataalamu wa fedha, mafunzo haya yamekuwa na tija gani kwao? Fedha zipo za kutosha. Miradi yote ambayo inatekelezwa na Chuo Kikuu cha Dodoma ilitengewa fedha ambazo zipo za kutosha. Kwa hiyo ni jukumu la wale ambao wamepewa kazi za kutekeleza hiyo miradi kwa upande wa mkandarasi kuongeza juhudi. Sisi kwa upande wa chuo tunaangalia kwamba mkandarasi ametengeleza kiasi gani na kile ambacho anakiomba kipo ndani ya kitu ambacho tunatakiwa kulipa. Kwa hiyo so far tunakwenda vizuri na tuna uhakika kama wakandarasi, hata kama watakwenda kwa pesi ya haraka kwa kiasi gani, tunaweza kuwalipa kwa wakati. Kiukweli haya mafunzo ni mazuri sana. Tena binafsi natamani tungeyapata kabla ya kuanza kutekeleza mradi huu. Japo tumepata kwa wakati huu, lakini yameweza kutufungua kwamba kuna maeneo ambayo tulitakiwa tuyafanyie kazi mwanzo wa utekelezaji wa mradi. Sasa tunakuja kugundua hatukufanya vizuri. Ina maana kwa kuyapata sasa hivi tunarudi kwenda kurekebisha kule ambapo hatukuwa tunajua, lakini kumbe tulitakiwa tufanye kitu vizuri. Kwa hiyo tutarudi kwenda kuhakikisha kwamba pale ambapo tulikosea tunarekebisha na tunakwenda mbele kama ambavyo tunatakiwa kufanya. Matumaini yakaanza kufifia. Kazi ipo, lakini maandalizi pia yapo. Hivyo tulimtaka mratibu msaidizi wa mradi Dr. Happiness Inko atuoneshe mipango yake katika kuhakikisha kila kilichoelekezwa kwenye mafunzo kinafanyiwa kazi. Tumejiwekea milestone ambazo tunahitaji kuziachieve kwa vipindi vifupi. Kwa mfano, tukizungumza kwamba tuna activity ya majenzi, kuna a lot of documentation ambazo zinatakiwa ziwe tayari. Hapa nyuma kuna vitu ambavyo auditors wetu walishatusaidia kuona. Kwanza kupitia kama yale ambayo tulishaoneshwa kwamba tunahitaji kunyoosha, tumeshayanyoosha. Uzuri ni kwamba so far mpaka sasa hivi hatuja kuwa na deviation kwenye mradi wetu. Mambo yote yanaenda vizuri, isipokuwa swala la kuhakikisha documents zinasomana, hii iko hapa, hii iko hapa. Kama nilivyosema, kila kitu kiko mahali husika wakati husika. Hilo ndo jambo kubwa ambalo tunaenda kulifanya, kuweka sasa huo mpango mkakati kwa kuhakikisha kwamba shughuli zetu ziko coordinated tunavyoelekea kufunga mradi. Mwisho wa yote, ushirikiano ndio ufunguo wa mafunzo ya mradi huu mkubwa utakaohudumia wanafunzi, wazazi, wafanyabiashara na wananchi wanaozunguka Dodoma na Njombe. Kwa pamoja tunaweza. Lakini pia naitoa wito kwa wafanyakazi wa UDOM na wanafunzi kwamba hii miradi tujaribu na miundombinu kwa jumla yote ni ya kwetu. Ni hela imetumika kwa ajili ya kuwanufaisha Watanzania wote. Tuhakikishe kwamba vifaa tunavyokuta pale tuvitumie ili wenzetu wanaokuja na wenyewe waweze kuvifaidi. Tuone kwamba tulipata ufadhili kupitia serikali ya Jamhuri ya Tanzania, tukaweza kujenga majengo na yananufaisha kila Mtanzania. Tuhakikishe kwamba usalama wa jamii umezingatiwa, tubaki na majengo mazuri, lakini kila anayeliona lile jengo awe na furaha na sifa, akiwa hata ni kibarua wa hali ya chini sana, awe na sifa ya kwamba nilihusika kwenye ujenzi wa jengo hili. Mshauri elekezi, kandarasi, client ambaye tunamuita mshitiri, pamoja na kikundi au timu ambao ni dedicated kwa mradi, tuhakikishe kila mmoja anafanya kazi yake. Wito wangu hasa kwa wale ambao tupo katika usimamizi wa utekelezaji wa mradi kwa upande wa Chuo Kikuu cha Dodoma, tunatakiwa tuamke, tufanye kazi kama
timu moja. Wito wangu kwa kifupi tu ni kuendelea kuomba ushirikiano kama tulivyoshirikiana mwanzoni wakati mradi unaanza katika utekelezaji, lakini hata tunavyoelekea kufunga. Tumefika tamati ya sehemu hii ya Hii Ndio UDOM. Tumeshuhudia kwa undani jinsi UDOM inavyojipambanua kwenye kutekeleza mradi wa HIT na maandalizi ya kufunga mradi wa HIT kwa mafanikio makubwa. Kwa niaba ya wote walioshiriki, asante sana kwa kututazama. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine. Bye bye. Hii ndio UDOM. UDOM, embracing knowledge.